Yes, mambo vipi? Freshi, karibu sana. Huu ni Mchakato Jimboni na hapa ni Charles Beda TV. Mchakato Jimboni kama kawaida inakupa fursa popote pale ulipo kupata kujua kinachojiri kwenye kata zetu mbalimbali kwenye majimbo kuhusiana na masuala ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Na wengi tunafahamu uchaguzi mkuu wa mwaka huu ni mahususi kabisa. Tunaenda kumchagua mheshimiwa rais, waheshimiwa bunge na waheshimiwa waheshimiwa madiwani wa kata zetu mbalimbali. Sawa. Sasa Mchakato Jimboni leo hii, lakini kabla sijaendelea mbele zaidi na Mchakato Jimboni, tafadhali sana usisahau kusubscribe YouTube channel hii. Bonyeza kitufe pale cha subscribe pale kwenye Charles Beda TV, bonyeza pale subscribe. Ukishabonyeza pale unakuwa kwanza kabisa kupata habari punde zinapotokea. Yaani pale tu kwenye subscribe unabonyeza pale, basi moja kwa moja unakuwa unapata habari mara tu zinapotokea habari mbalimbali zinazohusu masuala ya kiuchumi, kisiasa, kitamaduni, masuala ya kijamii na kadhalika na kadhalika. Huu ni Mchakato Jimboni. Karibu sana. Na moja kwa moja kwenye Mchakato Jimboni leo hii tunakwenda kuzungumzia kata ya Kiranyi. Kata ya Kiranyi kama ilivyo nyingine ni miongoni mwa kata 27 zilizo katika jimbo la Arumeru Magharibi. Kata hii ya Kiranyi ni kata kubwa kuliko zote kwa maana ya population density, yani wingi wa watu. Ni kata yenye watu wengi sana, lakini pia wapiga kura wengi. Hii ndio kata ambayo inaongoza kwa kuwa na wapiga kura wengi katika jimbo hili la Arumeru Magharibi, ikiwa na vitongoji 4. Kitongoji cha Elkiurei, sawa, kitongoji cha Namayana, kitongoji cha Siwandeti na kitongoji ambacho kimebeba jina la kata kinaitwa kitongoji cha Kiranyi. Kwa hiyo jumla vitongoji 4 vinapatikana kwenye kata hii ya Kiranyi. Lakini pia kwenye upande wa Chama cha Mapinduzi, chama tawala chenye dola, kuna jumla ya matawi 3 kwa maana ya tawi la Kiurei, tawi la Siwandeti na tawi la Kiranyi. Tawi la Kiurei lina vitongoji 2. Kwa hiyo utakuta kwamba tawi la Kiurei hili ndilo tawi kubwa kuliko matawi mengine, kwa maana tawi la Kiurei lina vitongoji vya serikali 2, Kiurei yenyewe pamoja na Namayana. Lakini kule Siwandeti yuko mwenyekiti tu wa Siwandeti serikali na chama hivyo, Kiranyi na yenyewe ni hivyo. Kwa hiyo huo ndio jiografia kwa ujumla, na ni kata iliyoko mjini mita 200 kutoka maeneo ya Mianzini Mataa. Imechangamka kidogo, ina population yake na watu wake wako kwenye mchanganyiko wa watu, na ni kata ambayo kwenye masuala ya wenyeji wa kata hii ina mchanganyiko mkubwa wa makabila mbalimbali, na ndio kata inayoongoza kuwa na mchanganyiko huu wa makabila kutoka sehemu mbalimbali kwenye kata hii ya Kiranyi, hususan eneo ama kitongoji cha Kiurei na Namayana. Vitongoji vile ambavyo kwenye ngazi ya chama tunasema tawi la Kiurei. Hili kwa kweli na population kubwa ambayo ni mchanganyiko mkubwa wa watu mbalimbali, makabila mbalimbali. Kata hii ya Kiranyi ndio kata ambayo imeongozwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kwa maana ya diwani inayotokana na kata na Chadema kwa muda mrefu zaidi kuliko kata nyingine. Yaani kwa mfululizo diwani huyu akiwa madarakani ni kata ya Kiranyi inaongoza kwa kuongozwa na Chadema kwa muda mrefu zaidi, miaka 10. Na diwani huyu si mwingine bali ni John Seneu maarufu kama Jombi. Jombi amedominate ama ameongoza kata hii ya Kiranyi kwa takriban miaka 10 ikiwa kwenye chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Na kipekee zaidi katika uchaguzi wa mwaka 2020 ambapo Chama cha Mapinduzi kilipata kura nyingi na maeneo mengi, chama kiliongoza kwa kweli. Kwa mfano mkoa mzima wa Arusha ni kata 2 pekee ndizo ambazo zilienda upinzani, zilienda Chadema kwa mkoa mzima. Kata Kiranyi kwa jimbo la Arumeru Magharibi ambao ndio kata pekee, nyingine zote zilibaki CCM isipokuwa kata hiyo ya Kiranyi. Na Arusha jiji ni Olorien. Hili swala la no reform no election
kwamba kama hakuna mabadiliko ya kanuni zile, basi hawatashiriki kwenye uchaguzi, lakini pia hawajasaini masuala yanayofanya wao waweze kutambulika rasmi kwamba watashiriki kwenye uchaguzi. Haya kwa kweli yanawafanya kuwaondoa moja kwa moja kwenye uhalali wa wao kushiriki uchaguzi. Hii sasa inasababisha vita ya kinyang'anyiro kuwa ndani ya chama. Kinyang'anyiro kitakuwa vita ile inahamia ndani ya chama. Kata ya Kiranyi sasa nataka nikupe tetesi zimekaaje, nani na nani wanatajwa kwenye kinyang'anyiro hicho cha kuchukua nafasi ya kuwa diwani wa kata hii ya Kiranyi, kuchukua mikoba ile ambayo kwa sasa anayo Mheshimiwa John Seneu Jombi. Naanza kwa mujibu wa tetesi ambazo zimesikika huko mitaani, kwenye vijio vya bodaboda, mama ntilie, mitaani huko na kadhalika. Wanasemaje? Sijasema kwamba wenyewe nitakaowataja wameongea, hapana. Nitakaowataja hawajasema chochote, isipokuwa hizi ni tetesi za mitaani, na tetesi za mitaani hizi zinaweza zikawa ni kweli ama zisiwe ni kweli, kwamba hawa wanaotajwa inawezekana kweli wakawania ama wasiwanie. Kwa hiyo hizi ni tetesi za mitaani, kwamba wanaotajwa, wengine inawezekana labda wameongea somewhere wakasikika, habari zikaenea, vitu kama hivyo. Sasa naanza kama ifuatavyo. Mojawapo anayetajwa kwenye kinyang'anyiro hichi cha udiwani kata ya Kiranyi kwa mujibu wa tetesi za kule mitaani ni mwenyekiti wa CCM tawi la Kiranyi. Mwenyekiti wa CCM tawi la Kiranyi anaitwa Noah Loti Lukumai. Noah Loti Lukumai, yeye ni mwenyekiti wa CCM wa tawi la Kiranyi. Anatajwa kwamba naye anaonyesha kuingia kwenye kinyang'anyiro hiki cha udiwani. Sawa, yeye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi la kule Kiranyi, na hii ni awamu yake ya kwanza kama kiongozi katika nafasi hiyo kule Kiranyi. Lakini mwingine anayetajwa kule mitaani, kama ameongea akasikika, habari zikaenea au imekuwaje sijajua, lakini anatajwa, anaitwa Elias Loti Lukumai. Elias Loti Lukumai ni mdogo wake na Noah Loti Lukumai. Hawa wawili ni mtu na mdogo wake, ni ndugu, na wote wako kwenye tawi lile la Kiranyi, na wenyewe wanatajwa kwamba huenda wakawa miongoni mwa wale watakaochukua fomu kuwania nafasi ya udiwani kata hii ya Kiranyi, kubeba mikoba ya mtangulizi ambaye ni John Seneu maarufu kama Jombi. Elias Loti Lukumai kwenye upande wa uzoefu wa chama hana nafasi, hajawa kiongozi, si chama si serikali. Tofauti na kakae, ana uzoefu, amekuwa balozi, lakini sasa hivi ni mwenyekiti wa tawi. Kwa hiyo hali iko hivyo, ila anaingia kwenye kinyang'anyiro hicho cha kuwania nafasi ya udiwani. Mwingine anayetajwa kwa mujibu wa tetesi kule mitaani, huyu sasa atakuwa watatu kwa mujibu wa tetesi kule mitaani, vijio vya bodaboda kama nilivyosema, mama ntilie na kadhalika. Mwingine ni mwenyekiti wa CCM wa kata ya Kiranyi, anaitwa James Kivuyo. James Kivuyo naye anatajwa kuwa miongoni mwa watu wanaowania kuwa diwani wa kata hii ya Kiranyi. James Kivuyo ni kitaaluma ama shughuli zake anazojishughulisha nazo ni masuala ya utalii, tourism industry. Ni mtu wa utalii. Nikisema hivyo nafikiri naeleweka vizuri. Tourism industry, yuko kule kwenye mambo ya utalii. Na kama tunafahamu jiji letu la Arusha hili ni jiji lenye masuala ya utalii, basi na yeye yuko kule kwenye masuala ya utalii, anakimbizana na masuala ya tourism industry. James Kivuyo, mwenyekiti wa CCM wa kata ya Kiranyi. Yeye anatokea kijiji kinachoitwa Siwandet ama kitongoji kinachoitwa Siwandet.
juu kabisa kule. Kama unapanda kutoka mianzini, basi moja kwa moja juu kule ndipo anapotokea Siwandeti James Kivuyo. Na kwenye uzoefu wa chama, yeye hii ni awamu yake ya kwanza kama mwenyekiti wa CCM wa kata ya Kiranyi, awamu yake ya kwanza kwenye nafasi hiyo. Lakini kwa uzoefu wa kisiasa pia, ukiachilia mbali kwamba yeye ni mwenyekiti wa CCM kwa awamu ya kwanza hii, lakini pia James Kivuyo mwaka 2020 ile alikuwa miongoni mwa waliotiania kuwania nafasi ya udiwani, lakini bahati mbaya wana Kiranyi hawakumpa hiyo fursa, kwa maana kura hazikutosha. Kura zake hazikutosha, kwa hiyo hakupata hiyo fursa ya kuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Wananchi ama wajumbe kwenye kura za maoni wakasema hawakumpa hiyo fursa ya kuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi, na badala yake alipewa mtu mwingine ambaye hata hivyo naye hakufurukuta mbele ya kinyang'anyiro kile kilichohusisha vyama mbalimbali, Chadema ikiwemo, na Chadema ikafanikiwa kuchukua kata hii kwa awamu nyingine ya pili, ambayo Johnson Hehu ambaye sasa atakuwa ameongoza miaka 10 kama diwani wa kata ya Kiranyi kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Mwingine James, tumemalizana sawa, naye yumo anatajwa kuwania nafasi hii. Mwingine anayetajwa kwenye kinyang'anyiro hiki, lakini kabla sija kuletea huyu mwingine, basi nikukumbushe usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe hapo kwenye Charles Beda TV. Bonyeza hapo subscribe, alafu unakuwa wa kwanza kupata habari punde zinapokuwa zinatokea. Habari mbalimbali ziwe za kiuchumi, kisiasa, kijamii, michezo na kadhalika, unazipata kupitia Charles Beda TV. Bonyeza subscribe hapo, unakuwa mdau wa channel hii, YouTube channel. Mwingine ni yeye amewahi kuwa katibu mwenezi wa CCM wilaya ya Rumeru. Charles Beda anatajwa katika kinyang'anyiro hiki. Huko mitaani ukienda unasikia jina lake Charles Beda, kwenye video vya bodaboda unasikia Charles Beda, ukienda kwa mama ntilie unasikia Charles Beda. Anatajwa kwamba naye ni miongoni mwa watiania au atakaoingia kwenye kinyang'anyiro cha kuwania udiwani wa kata hii ya Kiranyi, ndugu Charles Beda. Charles Beda yeye kwenye experience ya siasa ama uzoefu wa kisiasa amewahi kuwa kabla kuwa katibu mwenezi wa CCM wa wilaya, amewahi kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana ama UVCCM kata ya Kiranyi, lakini baadaye pia amewahi kuwa katibu mwenezi wa CCM wa kata ya Kiranyi, na baadaye 2017 wilaya ya Rumeru, wanachama wa wilaya ya Rumeru na wana kata ya Kiranyi kwa pamoja wakamchagua kuwa katibu mwenezi wa wilaya, nafasi ambayo ameitumikia mpaka uchaguzi uliopita, ambapo hakuendelea na nafasi hiyo ya katibu mwenezi wa wilaya. Huyu naye Charles Beda anatajwa miongoni mwa wale wanaotajwa yeye, basi jina lake limo humo kwamba naye Charles Beda yumo, Charles Beda yumo, Charles Beda yumo. Kitaaluma Charles Beda ni journalist, ni mwandishi mbobezi wa habari. Hiyo ni taaluma yake. Yeye ni mwandishi mbobezi wa habari, mwanahabari. Amewahi kutangaza redio mbalimbali Arusha hapa, ikiwemo Triple FM, Sunrise FM, Mega FM, Arusha One na kadhalika. Yes, kimakazi Charles Beda anatokea kwenye tawi la Kiurei lenye vitongoji viwili, kitongoji cha Namayana na kitongoji cha Kiurei chenyewe. Ndipo anapotokea yeye kwenye makazi yake, yani makazi yake yako hapo. Tawi la Kiurei lenye vitongoji vya Namayana na kitongoji cha Kiurei. Hapo ndipo makazi yake yalipo. Yeye naye anatajwa katika kinyang'anyiro hiki cha kuwania ya kuwa diwani wa kata ya Kiranyi. Naomba nikumbushe kwamba hizi ni tetesi, na tetesi hizi tunazileta kama zilivyo.
sijasema watagombea, nimesema ni tetesi za huko mitaani. Tukipita pita kule, timu ya Charles Beda TV mchakato jimboni ikipita huko na kule, inakutana na hizo habari, na hizo habari inazileta kwenu ili mjue kinachojiri huko mitaani, mchakato jimboni. Kwa hiyo hawa hawajaongea chochote, lakini wanatajwa huko kwamba huenda. Sija Noah Loti Lukumai hajasema, Elias Loti Lukumai hajasema, James Kivuyo hajasema, Charles Beda hajasema naye. Isipokuwa hizi ni tetesi mitaani. Kwa hiyo huenda kweli wakawepo kwenye kinyang'anyiro ama huenda wasiwepo. Ni swala la kusubiri na kuona, kwa sababu Chama cha Mapinduzi bado hakijatangaza rasmi kuanza mchakato wa kujitangaza. Isipokuwa tarehe 28 kimetangazwa kwamba itakuwa ni kuchukua fomu mpaka tarehe 2 mwezi wa 7, tarehe 28 mwezi wa 6 mpaka tarehe 2 mwezi wa 7 ni kuchukua fomu. Baada ya hapo sasa tutajua. Na Charles Beda TV kwa hapa itakuletea mchakato jimboni, nani amechukua fomu katika maeneo mbalimbali yote. Usikose kufuatilia. Charles Beda TV itakuwa hapa kwa ajili yako kukupasha kila kinachojiri katika kata mbalimbali, majimbo yetu, mitaani, hali ikoje, kila kitu utakipata kupitia hapa Charles Beda TV mchakato jimboni. Mimi sina la ziada kwa leo, na inawezekana niongeze kidogo. Inawezekana kuna wengine pia sijawataja, lakini wamo kwenye tetesi hizi. Tutaendelea pia kufuatilia. Hii ni kwa ajili yako kukupasha kinachojiri kwenye kata mbalimbali. Huu ni mchakato jimboni. Asante sana kwa kufuatilia. Hadi wakati mwingine. Kwa sasa hivi sina la ziada. Nikutakie siku njema. Bye bye. Asante. Thank you.